Yes, mtazamaji wa Kipepeo Digital, kwa mara nyingine tena niko hapa katika kata ya Msongola katika manispaa ya Ilala, ambako nipo katika shule ya Full Gospel Primary School, ambako leo kuna mafunzo yanaitwa MEWAKA, ambayo mafunzo haya ni kwa ajili ya kuendeleza walimu wanapokuwa kazini. Afisa elimu wa kata ya Msongola ameweza kuzungumza, lakini vile vile na walimu wa shule hii hapa wameweza kuzungumza kitu gani wamejifunza na baada ya masomo haya watakuwaje. Moja kwa moja tuwasikilize walichokizungumza. Mwalimu Fenasi Festo Mselela, afisa elimu wa kata Msongola katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Niko hapa katika shule ya msingi Full Gospel kwa ajili ya mafunzo endelevu ya walimu kazini, kwa jina maarufu tunaita MEWAKA. Siku ya leo tunamshukuru sana mkurugenzi wa shule hii ya Full Gospel msingi na sekondari, ambaye ameandaa mafunzo haya kwa ajili ya walimu wake kuwajengea uwezo wa kuleta ufanisi katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji. Mkurugenzi wa shule hii, ndugu yetu mdau wa elimu Yona George Mwaigwisya, amekuwa mfano mzuri sana katika kuwajengea uwezo walimu wetu. Hii si mara ya kwanza, ni mara karibia ya tatu anajitahidi kuleta wataalamu mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi ambao wanakuja kwa wajengea uwezo walimu wetu. Katika siku ya leo wapo wataalamu kutoka nchi ya Switzerland na mwingine atakuja kutoka nchi ya Marekani kwa ajili ya kuleta uhusiano wa kielimu, kitaaluma, kisayansi na teknolojia kwa ajili ya kujengea uwezo walimu wetu, ili hatimaye baada ya mafunzo haya basi walimu waweze kuyatumia mafunzo haya katika madarasa yao ya kila siku. Tunategemea kwamba walimu hawa wakishajengea uwezo na mafunzo haya ya siku 3, basi wataweza kuleta mabadiliko chanya katika tendo zima la ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi. Hatimaye shule hii itakuwa na wanafunzi ambao wana ujuzi, wana maarifa, wana mwelekeo hata kuweza Mungu kujitegemea. Basi tunashukuru kwamba mkurugenzi aendelee kufanya kazi kama hii na awe mfano kwa wengine waweze kuiga, ili watoto wetu wanapohitimu elimu ya msingi basi wawe wamepata stadi zote ambazo zinahitajika kwao. Lakini si hilo tu, katika mafunzo haya wanaendelea kujifunza juu ya shule salama, kwamba kuwajengea uwezo shule zetu ziwe ni mahali salama ambapo wanafunzi wetu wanapata mwelekeo, maarifa, maadili, ili waje kuwa viongozi wazuri wa mwakani. Na namshukuru mwezeshaji kutoka Switzerland, amejaribu kuwaelekeza walimu kwamba wajenge kesho wanafunzi, sio leo. Labda kwa jinsi ulivyosikia alivyokuwa kufundisha, labda alijikita kwenye masomo yapi, labda wazingatie masomo labda sayansi au hapa mtaala mpya urobolesho elimu ya mali, au kiujumla alikuwa na sema? Asante sana mtangazaji. Mwezeshaji amejikita katika nyanja zote. Amejikita katika mambo ya sayansi na teknolojia, amejikita katika masomo ya hisabati, amejikita katika masomo ya lugha, ambapo kesho siku ya pili atapata nafasi ya kuweza kuwafundisha walimu kulingana na keria zao au kulingana na taaluma zao. Atapata nafasi ya kuongea na walimu wa sayansi, walimu wa lugha na walimu wa hisabati. Kwa hiyo wamejipanga vizuri. Okay, labda kwa shule zingine ambazo zipo kwenye kata ya Msongola, una neno lipi la kuambia kuwatafuta watu kama hawa kuja kuongezea elimu? Asante mtangazaji. Kwa shule nyingine za kata ya Msongola, ambao kwa sasa na shule jumla ya 42 za msingi na sekondari, ninawaalika wakurugenzi, mameneja na wamiliki wa shule waweze kuiga mfano huu wa mwezeshaji au mwekezaji wa Full Gospel, ili waweze kuwa na workshop za walimu kama hizi. Lakini pia natoa wito kwa mkurugenzi wa Full Gospel, ndugu yetu na mdau wetu wa elimu Yona George Mwaigwisya, kwamba wakati mwingine basi aweze kualika hata shule jirani au walimu wa kata nzima waweze kufaidika na mafunzo haya endelevu kazini kwa walimu, maana ni mafunzo mazuri yenye tija nzuri kwa walimu na wanafunzi. Kwa majina naitwa Madam Gati, ni mwalimu wa darasa la awali
shule ya msingi Full Gospel, na programu hii nimejifunza vingi, lakini kikubwa zaidi nilichokipata katika hii ujifunzaji wa vitendo, nimeelewa kwamba hawa watoto tunaowafundisha inatakiwa tuwaandae kwa ajili ya kesho yao. Tusiwaandae tu kwa ajili ya kufanya mitihani, kwa ajili ya kufanya majaribio wapo shuleni, lakini tuwafundishe vitu ambavyo watavitumia hata huko watakapokuwa wametoka shuleni, huko nje wataviingiza katika ile maisha ya uhalisia. Unadhani kwa mafunzo haya watoto kufungua shule utakuwa vizuri zaidi? Tukishirikiana na uongozi wa shule na taasisi kwa ujumla nitakuwa vizuri, kwa sababu nimejifunza. Labda ndio lipi la kumwambia mkurugenzi wenu kwa ajili ya haya mafunzo? Mimi kitu ambacho naweza kumwambia mkurugenzi ni kwamba pamoja na kwamba anatupatia vifaa ambavyo vitatuwezesha katika kupeleka elimu yetu katika vitendo, lakini tunaomba pia azidi kutuletea vifaa zaidi na zaidi ili tuweze kuboresha. Neno lipi la kuambia walimu wenzio tunapomalizia? Asante walimu wenzangu, kwanza niwapongeze sana kwa kuhudhuria katika mafunzo haya, lakini pia niwaambie kwamba hichi tulichojifunza tukiweke katika utekelezaji. Kwa majina anaitwa Mwalimu Fredrick Marinya, ni mwalimu wa taaluma msaidizi katika shule ya sekondari Full Gospel. Niko hapa mbele kulingana na swali lako. Cha kwanza napenda kushukuru uongozi wa shule kwa nafasi hii tuliyoipata. Tumepata mafunzo ambayo yameanza siku ya leo, na kiukweli mafunzo yamekuwa ni mazuri sana kwa siku ya leo ambayo yameanza, na kwa upande wangu mimi kama mwalimu nimejifunza vitu vingi, na mojawapo ya kitu ambacho nimejifunza ni swala la kumwandaa mwanafunzi kujifunza namna ya kuishi katika maisha tofauti na akiwa shuleni, kwa sababu elimu yetu imejikita sana katika swala la elimu ya darasani, lakini leo tumejifunza kwamba tunatakiwa tuandae wanafunzi kujifunza namna ya kuishi maisha baada ya kutoka shuleni, na sio kujifunza tu masuala yale ya darasani ambayo mbezi sana na cognitive abilities. Kwa upande wangu nimejifunza hilo, lakini pia nimejifunza vitu vingine, namna gani ya kuandaa kesho iliyo bora ya mwanafunzi kwa namna nzuri ya kuwafundisha, lakini kuwafundisha katika magrupu na kuacha wanafunzi wao wenyewe wajifunze na mimi niwe kama muangalizi tu wakati wa kujifunza kwao. Neno langu la mwisho nipende kushukuru tena uongozi wa shule, lakini pia nipende kumwasa kiongozi wetu wa shule kuendelea kutupatia hizi semina, kwa sababu zinatusaidia sisi kama walimu, lakini pia zinasaidia shule kukua kitaaluma, lakini pia kuitangaza shule na hata pia ufaulu wa shule kukua, na hatimaye kuwa na taasisi ambayo itakuwa kubwa leo, lakini pia hata kesho, lakini pia kwa taifa zima shule yetu itangazwa itakuwa shule bora, na tunaamini pia kwamba tutaenda kufanya vizuri katika ngazi ya kimkoa, ngazi ya wilaya, lakini pia katika ngazi ya kitaifa.